Uchambuzi unaonyesha kuwa jumla ya waombaji wote walikuwa 55,347. Hao ni waombaji wote. Waombaji ambao ni wenye sifa walikuwa 47,203. Hiyo ni sawa na 85.3% ya waombaji wote. Katika hawa waombaji wenye sifa ambao ni 47,203, waliopata nafasi kwenye vyuo kama nilivyosema mwanzo ni 30,731, sawa na 65%. Kwa hivyo kinyume chake ni kuwa waombaji ambao wenye sifa lakini hawajapata vyuo mpaka sasa hivi ni 16,472, ambao ni sawasawa na 35%. Waombaji 8,144 hawakuwa na sifa. Sasa tuangalie utaratibu wa maombi ya udahili kwa mwaka wa masomo 2016-2017. Udahili wa mwaka huu ulihusu makundi makubwa manne ya waombaji. Kwanza wale wa kidato cha 6, wengi mnawafahamu walimaliza form 6. Halafu wenye stashahada, wengi sana tunawazoea kuita wenye diploma. Halafu waombaji wenye vyeti toka nje ya nchi ambavyo vina sifa linganishi. Halafu kundi la 4 lilikuwa la waombaji ambao walipatikana kwa kupitia utambuzi wa mafunzo ya nje ya mfumo rasmi. Tunaita kwa lugha ya Kiingereza recognition of prior learning. Sasa katika hili zoezi la udahili, vyuo vinatuletea taarifa ya kozi zao, ndio vinatuambia kozi hizi sisi tunazitoa katika vyuo. Sifa linganishi, yani sifa zinazotakiwa kwa kila kozi, na idadi ya wanafunzi wanaoweza kudahiliwa katika kozi husika. Kwa mfano watasema mwaka huu kama hapa kwetu udaktari tuna nafasi 100. Hizo taarifa tunapewa na vyuo. Matokeo ya awali ya udahili wa mwaka huu. Tume imekamilisha awamu ya kwanza, na matokeo tulianza kuyatoa kupeleka kwenye vyuo husika tarehe 9 Septemba mwaka huu. Jumla ya waombaji walitoka vyuo katika vyuo 69, vyuo 69 ambao ndio walishiriki, na matokeo ambayo nitakuwa nayasema sasa hivi yanahusu waombaji, hayahusu waombaji wenye sifa ya diploma. Yaani wenye sifa ya diploma bado tunaendelea kuwafanyia, wanaruhusiwa kuendelea kuomba. Haya ambayo ninatoa sasa hivi ni yale tu ya wale waliomaliza kidato cha 6 au wenye vyeti vinavyolingana na kidato cha 6. Sasa muhtasari upo kwenye jedwali, nitakusoma tu kwa jumla kwamba waombaji ambao tuliwasajili tukianza na kidato cha 6, jumla tulikuwa na waombaji 54,870. Halafu waombaji ambao walitumia vyeti vya nje ambao vina sifa linganishi, jumla yao ilikuwa 477. Tukijumlisha hesabu hizo mbili, tunapata jumla ya waombaji wote waliosajiliwa kwenye mfumo wetu ikiwa ni 55,347. Sasa waombaji wenye sifa waliopata nafasi kwenye chuo, naomba nisisitize, waombaji wenye sifa waliopata nafasi kwenye chuo. Jumla ya waombaji ambao wana sifa mpaka wakati tunamaliza hii awamu ya kwanza, ambao walipata udahili wamepata nafasi katika vyuo kwa kutumia, kwa wale ambao walimaliza kidato cha 6 ni 30,529, na wa kutumia vyeti vya nje ni 2,002. Samahani, 202, samahani, sio 2,000, ni 202. Kwa hivyo jumla yao tunapata 30,731. Kwa hivyo 30,731 ni waombaji
ambao tayari wamepata nafasi katika vyuo mbalimbali hapa nchini. Waombaji ambao hawajapata nafasi katika vyuo, kwa upande wa kidato cha 6 jumla yao ni 24,341, na wale ambao walitumia vyeti vya nje ya nchi jumla yao ni 275. Idadi hiyo inatupa jumla ya 24,616. Hawa ndio hawajapata nafasi katika chuo. Kwa waombaji wengi tulivyoangalia wanapendelea baadhi ya vyuo. Waombaji wengi wanapendelea baadhi ya vyuo. Vyuo ambavyo vimekuwa na upendeleo mkubwa ni kama vile Chuo Kikuu Ardhi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afya na Sayansi Shirikishi, Chuo Kikuu Kishiriki cha Kikristo cha Tiba Kilimanjaro, na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Hivi ni baadhi ya vyuo ambavyo waombaji wengi wamekuwa wakivipenda. Kwa mfano, kozi zote ambazo zinatolewa pale Muhimbili na nyingi za Chuo Kikuu Ardhi zimejaa mpaka sasa hivi. Muhimbili zote zimekwisha jaa. Aidha, baadhi ya kozi zimekimbiliwa na waombaji wengi kuliko nafasi zilizopo katika vyuo hivyo. Kwa mfano, wa kozi ambazo waombaji wengi wamekuwa wakizikimbilia ni kama ualimu, udaktari wa binadamu, ufamasia, uhandisi, sayansi ya uthamini wa ardhi na sheria. Naomba nitoe mfano hapo. Katika kozi ya ualimu katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Ualimu Dar es Salaam, inafahamika kama DUSE, maarufu sana kama DUSE, kilikuwa na waombaji 15,803, wakati nafasi katika hicho chuo zilikuwa ni 1,000 tu. Kwa hivyo waombaji 15,803 wanashindania nafasi ngapi? 1,000. Kwa hivyo wengi wanasifa hao wote ambao nimewataja wanasifa. Lakini wameshindana kwa sababu utaratibu, mfumo wetu ulivyo unawashindanisha waombaji. Yule mwenye ufaulu wa hali ya juu anakuwa wa kwanza kupata kipaumbele. Sasa kama nilivyosema, watu wengi wameomba kozi chache wakaziacha nyingine. Matokeo yake ni kwamba kwa sababu kulikuwa na ushindani mkubwa, wengi wao wamekosa ile nafasi. Lakini sio kwamba hawana sifa ya kusoma chuo kikuu. Sasa kwa sababu ya hali hiyo, kutokana na hali hiyo, tume imeongeza muda wa udahili kuanzia tarehe 12 Septemba hadi tarehe 23 Septemba kwa waombaji ambao wana sifa, ili wapate fursa ya kuchagua tena kozi zenye nafasi.